Haya jamani, kila sekta ina madini yake. Sasa katika sekta ya kazi za nyumbani, madini ni uwezo wa juu sana wa kutoa huduma katika malezi, mapishi na usafi. Uwezo wa juu sana, hayo ndio madini. Na kama unavyofahamu madini kama dhahabu, almasi, tanzanite, gharama zake ziko juu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unaweza kutoa huduma ya levo ya juu sana, yani huwezi ukawa, bei yako haiwezi kuwa kawaida, yani unakuwa levo zako ni za viwango. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, sasa tunataka kuwaona wale wachache, of course hawagi wengi wale wachache ambao wameinvest, wamewekeza katika hii sekta ya kazi za nyumbani, yaani wana ubora wa hali ya juu katika kupika, wana ubora wa hali ya juu katika malezi, na wana ubora wa hali ya juu katika uadilifu na uaminifu, kwa sababu huo ndio msingi wa mafanikio yoyote. Kwanza uaminifu, ili mtu awe na amani ya moyo. Unakuwa mwaminifu, unakuwa mwadilifu wa levo za juu, sio wa kawaida kawaida, wa levo za juu za kimungu kabisa, zile ambazo hazina kona kona. Alafu unaongeza ujuzi sasa. Kama ni kupika, unapika kwa viwango vya juu. Kama ni kuangalia mtoto, unamwangalia kwa ngazi za juu. Jamani, hao sasa tunawakaribisha rasmi. Kama mlivyojionea matangazo hayo, yupo bosi wetu ambaye anahitaji wadada wawili, wa mtoto na wa mapishi, na ni mtoto mmoja tu. Wale mnaopendaga mimi sina watu wengi mtoto mmoja tu, ana mtoto wake mmoja. Kwa kiwango anachompenda, yuko tayari kuwekeza dada wa milioni 1 kwa mwezi, anamlipa milioni 1 kwa mwezi amwangalizie mtoto wake. Lakini pia kwa kiwango anachopenda familia yake, yuko yeye na mume wake na mtoto, anataka mtu wa mapishi ambaye atamlipa milioni 1. Huo ndio uwekezaji. Unaangalia familia yako kama investment namba 1 katika maisha yako. Utawekeza kwenye real estate, utawekeza si kwenye nini, utanunua magari ya kifahari, utanunua kila kitu, lakini your family, yani familia yako ndio kitu cha thamani kuliko kitu chochote hapa duniani, na mihangaiko yako yote unayohangaika ni kwa ajili ya family. So kama ni hivyo, una invest vipi familia yako? Unawekeza nini katika familia yako? Mtoto wako apate malezi bora, we mwenyewe uweze kufurahia mazingira, unaporudi nyumbani mpate chakula kizuri, mkute pamearenjiwa vizuri. Kwa hiyo jamani, wako watu ambao wanahitaji, wako tayari kununua hiyo thamani, kulipia hiyo thamani. Kwa hiyo wale wadada ambao mmejiandaa na utoaji wa thamani ya levo ya juu, kazi kwenu. Si tunasubiri kuona CV zenu, tunasubiri kuwaona kwenye interview. Mje mtuonyeshe sasa ule uthamani mlioujenga, ambao tumesema lazima ni taaluma na uzoefu, yaani lazima viende pamoja, kwamba hayo maarifa umeyasomea, na sio tu kuyasomea, na kazi umefanya ukapata uzoefu. Msije wale wa vyeti ambavyo vimekaa kabatini mwaka mzima, sio mwaka, wanakujaga hapa vyeti vina miaka 20, kwa sababu kasikia tu mshahara wa Laki5 ndio sasa huyu wa milioni. Msiende kuburungua vyeti huko ambayo yameshaota na kutu. Hapana, hii tunataka wale watu ambao wapo kwenye kazi, yani ni mtu ambaye upo kazini, yani uzoefu unaendelea nao. So kwa sababu unaona mshahara milioni 1, unakaa kwa bosi, unakula kwa bosi, kila kitu kwa bosi, na milioni yako kwa mwezi unapata, jamani, unataka nini tena? Kwa hiyo wale ambao mmejiandaa na mnakidhi hivyo vigezo kwenye mapishi na malezi, hizo nafasi 2, nyumba moja, mapishi na malezi, bosi mmoja. Tumetoka kuzungumzia yule bosi ambaye ana wadada wawili professional wa malezi na mapishi, ambao ni wale wa Laki5. Sasa huyu amesema anataka extra professional, anataka super professional. Haya ndugu zanguni, karibuni. Mungu bana na wakati wake. Nilikuwa nawaza hii milioni itakuja next year, nashangaa mbona imepiga hodi mapema, mimi mpaka nimeshangaa mapema sana hii
sikuwa natarajia. Kwa hiyo wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Nimeizungumzia sana kwamba jamani, maono yetu ila kitano hatujafika, ndio kwanza tunaanza. Nimesema sana kweli, hiyo hapo. Yuko bosi ambaye amesema mi nataka mtafutie watu wa viwango vya juu zaidi ya hivyo ambavyo mnavizungumzia. Okay, so jamani, milango iko wazi, matangazo ndio hayo hapo. Fanya mawasiliano kama una vigezo, sio kubahatisha. Tunataka tudili na wale ambao tayari wameshajiandaa. Ndio maana tunaambiwa huwa tujiandae, kwa sababu riziki inaweza kuja ikakuta hujajiandaa. Sasa najua kuna wale wanapendaga kurukia wakiona tu hela, akiona milioni mbio anachanganyikiwa, lakini hajajiandaa, hana vigezo, hana sifa, basi tu ili mradi. Asi tunataka kudili na wale ambao wamefanyaje, wamejiandaa. Na ndio maana huwa nawasisitiza mjiongezee thamani. Ongeza thamani yako, hujui leo na kesho. Jiandae, you never know. Endelea kujinoa katika sekta uliopo, usiridhike. Wewe unakuwa, kuna dada eti Akila alikuwa anafanya hizi follow up za wadada wako makazini, wametuona kwenye mtandao, fursa zetu wamezijulia hapa, wamefika kazini, sisi tunaendelea kutoa elimu hata watufuatilii, hawafuatilii chochote. Sasa sijui wanajiboreshaje, sijui wanaendeleaje kutoa huduma. Matokeo yake ndio hayo, mikataba inakatishwa kwa sababu ya uzembe, uvivu, kutokuwa na nidhamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye alishapata kazi, kwa hiyo kamaliza. Ukipata kazi hujamaliza. Ukipata kazi ndio kazi inaanza. Kama ulikuwa unatufuatilia kwa wasiwasi au tangazo letu uliliona bahati mbaya, sasa ndio unatakiwa utufuatilie kila tunachokiongea, kila tunachokifundisha, uweze kukifanyia kazi ili uweze kuendelea kujiimarisha na kujiboresha. Sawa, hata kama hutakuwa dada wa milioni, lakini utoke basi angalau daraja la traditional uende la smart, utoke la smart uende la professional ya kawaida. Maana sasa tuna super professional, ndugu yangu. Sasa ile professional imeshakuwa ni ya kawaida. Sasa hivi tuna introduce super professional ambayo mshahara yao ni milioni 1. So guys, yani kila kitu Mungu amekupa, ila tu kwa sababu ya uvivu wetu, mioyo yetu ni migumu. Tunajifanya tunajua, kumbe tunaungua na jua. Tunapoteza kazi, poteza dhamana, poteza nini, yani hivyo. Kwa hiyo anyway, wale ambao jamani mmejipanga, mmejiandaa, mmejinoa, nazungumzia watu ambao mmesha invest kwenye skills, mmewekeza kwenye ujuzi na pia mna uzoefu kwenye eneo la malezi na mapishi. Hebu tukutane, karibuni. Mawasiliano yako hapo, matangazo yanajieleza. Soma vizuri matangazo yetu. Aya, fanya mawasiliano, njoo nenda kafanye kazi. Hela zipo, hela ni wewe. Usipojinoa kwa lolote, Mungu ana namna ya kukusaidia. Wewe ukiwa ni mtu wa kwenda tu makanisani huko na kulia, Mungu hawezi kukusaidia. Noa kipaji chako, noa ujuzi. Angalia kitu gani ambacho unaweza kukifanya, kinoe, kifanyie kazi. Hata kama unafikiri kwamba eti kinaingiza hela ndogo, hela inaanzia ndogo, mafanikio yanaanzia chini. Kwa hiyo nafikiri kuna somo kubwa sana hapa ambalo tunajifunza kwa vitendo. Sisi tulianza kuanza hizi ajira kwa 100,000, lakini leo hii tumefika milioni. Tunamshukuru Mungu sana. Hakika yani ni kwa neema ya Mungu, sio kwa nguvu zetu. Tunamshukuru Mungu ambaye anatupa hekima, anatupa maarifa na ametupa hii platform kwa ajili ya kuweza kuhudumia watu wake na kuonyesha thamani. Kweli tukionyesha thamani, yani sijui nisemeje, ukionyesha thamani lazima tu itakulipa, lazima itakulipa. Kwa hiyo narudia tena, wale ambao mko tayari, matangazo yetu hayo hapo. Pitia matangazo, angalia kama una sifa na vigezo. Ndugu yangu, njoo chapu kwa haraka, tuchangamkie fursa, tuchangamkie fursa.